Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu. Namshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa kutupa siku nyingine ya kujifunza neno lake. Naamini kwamba baraka waendelea kuzipokea, kwani hilo ni kusudi la Mungu kuhusu maisha yako. Tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, somo letu likiwa kwenye sura ya kwanza aya ya 13 hadi 31. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kufahamu kwamba ni watoto tu ndio hufanya fitina na kuleta faraka katika nyumba ya Bwana. Kwenye aya ya 13 mtume Paulo aendelea kushughulikia jambo hilo akisema hivi: Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Jibu kwa maswali hayo yote ni wazi kabisa kwamba Kristo hajagawanyika. Kwa ufahamu wako, chochote kiletacho magawanyiko katika mwili na umoja ulioko katika Kristo, hicho kina kasoro, haijalishi ni nini au ni nani. Kusulubiwa kwa Kristo na msalaba wake ndiyo msingi wa umoja wa waumini. Ni upumbavu kufikiri au kudhania kuwa yawezekana pawepo msingi mwingine wa umoja, hasa katika Kristo, usipokuwa huu. Yaonekana kwamba Paulo alikasirishwa na watu wale kwa kiwango cha kuwauliza iwapo walibatizwa kwa jina lake. Naamini ubatizo anaotaja hapa Paulo si ule wa maji, bali ni huo wa Roho Mtakatifu. Swali la Paulo ni hili: je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Jibu la lazima ni la. Kwa kuwa ubatizo uliowaingiza katika mwili wa Kristo ulikuwa wa Roho Mtakatifu, nalo hilo ni jambo asiloweza mtu awaye yote kutenda. Hasa alilokuwa akifanya Paulo ni kuwageuza wale waumini waache kufikiria watu, bali Kristo aliyewaokoa. Walihitaji kujawa na Kristo, wala si mwingine. Imekuwa desturi yangu kwamba naweza kushiriki na awaye yote iwapo tutakutana kwa ajili ya huyo Kristo. Aya ya 14 na 15 zatuambia yafuatayo: Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Krispo na Gayo, mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Sasa kwenye aya hizi Paulo azungumzia ubatizo wa maji. Mtume asema kwamba hakubatiza yeyote yule isipokuwa hao aliowataja kwa tahadhari, kwa kuwa wangelikuwepo wengine ambao wangelifikiri kuwa yuwabatiza kwa jina lake. Lengo lake kuu ilikuwa kuwaelekeza watu, hasa waumini, kwa Kristo Bwana aliye mkombozi wao. Nasikitika kwamba leo hii kuna wale wanaofikiri kuwa ubatizo wa maji waweza kuwaokoa, au kwamba kuna nguvu za aina fulani ambazo ni lazima kupatikana kwa njia hiyo. Mawazo kama yale, ndugu msikilizaji, si sawa hata kidogo kulingana na maandiko. Ni lazima kwanza umwamini Bwana Yesu Kristo, ndiposa ubatizo wa maji uwe na maana katika maisha yako. Aya ya 16 yasema hivi: Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana, zaidi ya hao sijui kama nalimbatiza mtu yeyote mwingine. Paulo kulingana na aya hii hakutilia mkazo sana ubatizo, kwani hakukumbuka iwapo aliwabatiza watu wengine au la. Sababu yake kufanya hivyo twaipata kwenye aya ya 17 inayosema hivi: Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali ni ihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kulingana na hili tulionalo hapa, Paulo atajia hilo ambalo ni muhimu sana kwa habari ya huduma aliyopewa na Mungu. Katika siku hizi za leo tunaona kwamba kuna wale wanaotaka kuwagawanya waumini kwa mambo yasiyo ya kimsingi, hivyo kuleta fitina na faraka katika mwili wa Kristo. Hii ndiyo ilikuwa hali ya kanisa la Korintho. Watu watatu waliwahubiri waumini wa Korintho ujumbe wenye nguvu, tena wa umoja. Sisitizo la Injili ilikuwa umoja, si mafarakano au magawanyiko. Hata hivyo, watu hao kwa kuwa ni wachanga kiroho, walianza kuzingatia hao waliowaletea neno la Mungu kama vile watu hufanya hata sasa. Mtume Paulo achukua jukumu lake kama mtume na kuwaelekeza kwa Kristo na si kwa mtu awaye yote. Kwenye aya ya 18 neno laendelea kutwambia yafuatayo:
kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Mpendwa, msalaba hugawanya watu, hugawanya waliookolewa na hao wasiookolewa, ila haiwagawanyi hao wanaomwamini Kristo. Msalaba wawapatanisha wote wanaomwamini Bwana Yesu Kristo. Ndiposa neno la msalaba huwa ni upuzi kwa wale wanaopotea, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Mtume yu wazi kabisa akisema kwamba njia yake ya kuwahubiri watu haikuwa kwa hekima ya wanadamu au ya ulimwengu huu, isije ikafanya ule msalaba wa Kristo ukabatilika. Msalaba huo ndio ulileta umoja kati ya wanaoamini. Msalaba huo ni nguvu za Mungu kwa kila aminiye, bali kwa asiyeamini, huyo anayepotea ni upuzi. Zaidi, msalaba huo waugawanya ulimwengu, lakini wapatanisha kanisa na si kuligawanya. Kuna jambo hapa ambalo ningelipenda kuguzia zaidi, nalo ni kwamba mtume alihubiri habari njema si kwa hekima ya maneno. Hekima ya maneno, msikilizaji, ni maneno ya ufasaha, maneno yaliyopangika, maneno yanayofurahisha akili na masikio za watu, lakini hayana nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika madhabahu mengi siku hii ya leo, maneno yanayotoka ni maneno yasiyo na nguvu, maneno yaliyojaa ufasaha na ustadi wa lugha, lakini Roho Mtakatifu hayumo katika maneno yale. Ndiposa daima dawama tutaendelea kuona ufisadi ukiendelea na mambo mengine kama yale, maana maneno ambayo watu wahubiriwa hayawabadilishi katika maisha yao. Waweza kuniambia kwamba, mchungaji, mimi ninahubiri Injili na yule mtu anayepokea Injili ile atachagua iwapo atatenda neno hilo au hatalitenda. Hiyo ni kweli kabisa, lakini mimi nakujulisha kwamba iwapo utahubiri habari njema na si kwa maneno ya wanadamu au ufasaha wao au hekima ya kibinadamu, ni lazima kutakuwepo na matokeo, angalabu hata katika mmoja anayesikia. Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni alihubiri Injili na wengi walisikia, lakini ni wachache ndio walimfuata. Hivyo iwapo una watu 200 katika kanisa lako, hubiri Injili ya Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu, nawe hakikishiwa kwamba kutakuwepo na mmoja atakayepokea neno lile na kutenda kama neno hilo linavyosema. Hivyo kuna matokeo daima, tena matokeo mazuri, mtu anapohubiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Zingatia kuongozwa na Roho wa Mungu, nawe utaona yatakayotendeka katika huduma yako. Tunapoendelea kwenye aya ya 19 hadi 21, neno hili latujulisha yafuatayo: kwa kuwa imeandikwa, nitahubiri hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yuwapi mwandishi? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Rafiki, maandiko haya yatuonyesha jinsi ambavyo Mungu amewafikia wanadamu. Maana katika hekima yao hawakumjua Mungu, hivyo ilimpendeza kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Elewa kwa maandiko hayasemi kuwa kuhubiri kijinga au kipumbavu, bali neno lile linalohubiriwa laonekana kuwa ni upuzi kwa wale wanaopotea. Kwenye aya ya 22 na 23 neno lasema hivi: kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, basi sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Tulionalo kwenye sehemu hii ya maandiko ni kwamba Paulo agawanya wanadamu katika makundi mawili, Wayahudi na Wayunani, au watu wasio Wayahudi. Wayahudi waliakilisha dini, ibada yao ilitokana na Mungu, basi wao ndio walikuwa na kweli kwa mujibu wa Agano la Kale. Shida ni kwamba hilo lililokuwa kweli kwao walilipuuza na likawa dini tupu pasipo uhai wa Mungu. Waliacha maandiko na kugeukia desturi na tamaduni zao iliyokuwa tafasiri ya maandiko. Hili twaliona kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 12 kwenye aya ya 38 hadi 40, ambapo neno lasema hivi: hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa
chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Bwana aliwapatia ishara ya ufufuo. Wale Wayunani ambao ni mataifa waliakilisha filosofia. Hawa ni watu waliopenda sana kutafuta mambo ya hekima. Dai lao lilikuwa kwamba watafuta kweli. Makundi haya mawili, mwisho wa kila moja yao ni kwamba Wayahudi walifuatisha namna ya dini na desturi, nao Wayunani kusalia na hali yao ya kutaka kuelezea kila jambo. Kwa hivyo lisiloelezeka kwa hali ya kawaida lilionekana kuwa upuzi. Miaka 400 kabla ya kuja kwa Kristo, taifa la Ureno lilijulikana kwa sanaa yake, jambo ambalo hata sasa ulimwengu uendelea kumaka. Kristo alipokuja, utukufu wa Ureno haukuwepo. Walikuwepo wakuu katika sayansi na filosofia kama vile Socrates, Plato, Aristoto na wengine. Hao waliacha mafundisho yao yaliyoendelezwa katika shule ya Waepikurio na Wastoiko. Hata hivyo, shule hizo na mawazo yale hayapo tena siku hii ya leo. Pilato aliuliza kweli ni nini? Kuna wengine wanaouliza swali hilo hilo, na kama ilivyokuwa wakati ule ndivyo ilivyo leo, kwani filosofia haijasuluhisha shida za ulimwengu, sembuse sayansi. Je, mwenye hekima yu wapi? Habari gani mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Hilo, ndugu msikilizaji, ni jambo tunaloliona waziwazi. Mtu mmoja ameelezea filosofia kuwa ni mtu kipofu aliye kwenye chumba chenye giza akitafuta paka mweusi asiyekuwapo. Wayunani walitafuta hekima, na leo hii wanadamu wanatafuta njia za kutatua shida zao. Ila swali langu msikilizaji ni hili: je, wafikiri kuwa mwanadamu aweza kutatua shida zake? Lililoko ni kwamba mwanadamu sasa afurahia sana aliyovumbua. Amekwenda kwenye mwezi, naye afikiri kuwa aweza kutatua shida zake, lakini nafikiri kwamba licha ya kufika kwenye mwezi, mwanadamu hajafanya lolote hadi atakapofikia nyota. Isitoshe, kwenda kwake kwenye mwezi ule haijafanya awe na suluhu kwa shida zinazomkabili moyoni mwake, hasa kujua alikotoka na wapi anakoelekea. Kwa sababu ya mawili na matatu aliyofanya, ajifikiria kuwa ana majibu kuhusu maisha haya. Lakini yu wapi mwenye hekima wa sasa? Je, ya leo anayodai kuwa wamefanya wenye hekima ya wapi? Elewa kwamba hekima ya mwanadamu Mungu ameifanya kuwa upumbavu. Upumbavu huo waonekana katika uvumbuzi wao wa zana za atomiki na nyuklia, vitu vinavyoweza kumharibu mara moja. Iwapo utaita kwamba uvumbuzi huo ni hekima, ndugu yangu, sijui hasa una maana ya nini. Hayo yote yatuonyesha jinsi hekima ya mwanadamu imebadilika na kuwa upumbavu. Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kristo Yesu anapohubiriwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Walilotaka Wayahudi ni ishara. Watu wale wangelimkubali yeyote kutoka Rumi, lakini wakamwangamiza Kristo, maana walimwona kuwa kikwazo. Kwa hao kumwona Kristo akiwa pale msalabani, hiyo ilikuwa kushindwa, wala si ushindi. Hawakutaka kupokea kweli iliyokuwa katika msalaba ule. Naye Bwana alinena habari yao kwenye kitabu cha nabii Isaya akisema hivi: tazama, naweka Sayuni jiwe likwazalo na mwamba uangushao, na kila amwaminie hata tahayarika. Kisha Petro kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 2 aya ya 7 na ya 8 asema hivi: basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Kwa Myahudi, ndugu msikilizaji, Kristo aliyesulubiwa ni kikwazo. Kwa wale Wayunani, yani watu wasio Wayahudi, msalaba ulikuwa upuzi, jambo la kudhihakiwa. Hilo ndilo latendeka hata sasa, kwani mwanadamu wamdhihaki Mwokozi aliyekuja kuwaokoa kutoka kwenye dhambi zao. Mtume Paulo alipokuwa Korintho alikabiliana na filosofia ya wakati ule, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 aya ya 6.
Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: walipopingamana naye na kumtukana Mungu, akakung'uta mavazi yake, akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi. Tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Hayo tuyasomayo ni kwa habari ya yale ambayo Wayahudi walitenda walipoanza kupingana naye na kumtukana Mungu pia. Je, mwenzangu, filosofia yaweza kumwokoa mtu kutoka kwenye shida zake? Haijafanyika hivyo, wala haiwezi kufanyika hivyo. Mwanadamu ataokolewa kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa, nayo ni mahubiri ya msalaba wa Kristo. Mwanadamu wa tabia ya kawaida huona kuwa huo ni upuzi na kuendelea kumkana Kristo. Hekima ya leo ni jinsi ya kupunguza umaskini au miradi ya aina nyingine, ila katika yote haiwezekani mwanadamu kujiopoa maishani. Baada ya kuzungumzia hao, Paulo anena kuhusu kundi lingine, nalo ni la wale waumini Wayahudi na Wayunani. Hawa ndio walioitwa, tena ni wateule, nao ndio waliolipokea neno lile la msalaba na kupata kuwa msalaba wa Kristo ni hekima na nguvu ya Mungu inayobadilisha maisha ya mwanadamu. Hili laonekana katika maisha ya wale 11 na baadaye Sauli wa Tarso. Sasa kwa zaidi ya miaka 2000 injili ya Kristo endelea kuhubiriwa ulimwenguni, ikibadili maisha ya kila mmoja anayemwamini huyo Kristo. Kwenye aya ya 24 hadi 26 neno latuambia haya: bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu, kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Ni kweli kwamba kuna watu wa tabaka za juu wanaomwamini Kristo, na hiyo ni baraka kwao. Hata hivyo, wengi ni kama mimi na wewe. Na kwa kila mmoja anayemwamini Bwana Yesu Kristo, twapata kwamba Yesu Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu katika maisha yetu. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo linalobariki moyo na pia kuniinua mimi, ni ufahamu kwamba kwa kumwamini Kristo ninayo hekima ya Mungu na pia ninazo nguvu za Mungu. Hiyo ni kusema kwamba lolote ninalohitaji ninalo, kwani nguvu za Mungu na hekima yake Mungu ndizo zitanisaidia katika maisha haya. Watu leo hii unapowasikiliza mara nyingi, utasikia kwamba wanajitegemea kufanya mambo mengi. Imekuwa kwamba mwanadamu amekuwa ni mungu wake mwenyewe. Hilo ndilo laendelea katika ulimwengu wa sasa, lakini mwisho wake watu hupata kuwa wamefinyilika katika mioyo yao, na hata wengine hufikia kiwango cha kujiua. Mwanadamu, fahamu kwamba huwezi kuwa Mungu, maana wewe ni mwanadamu, hautakuwa Mungu hata siku moja. Wahitaji kumtegemea Mungu maishani mwako, wahitaji kumwendea, maana ni yeye tu ndiye awezaye kukusaidia, wala si filosofia au mengine unayofikiri kuwa yatakusaidia katika maisha yako. Utakapofanya hivyo, utapata raha nafsini mwako. Tunapogeukia aya ya 27, neno laendelea kutuambia hivi: bali Mungu aliyechagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Andiko hili halina maana kwamba watu hao ni wapumbavu, bali yaonekana hivyo kwa walimwengu, wala si dhaifu, ingawaje ulimwengu waweza kudhania hivyo. Mpendwa, Mungu hufanya kazi yake kwa jinsi hiyo. Tunapoendelea kwenye aya ya 28 hadi 30, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Hakika msikilizaji wangu, haya ni maneno yanayotutia moyo na kutuelekeza kama vile inavyostahili maishani mwetu. Twaona hapa kwamba kwetu sisi ambao tumemwamini Bwana Yesu Kristo, yeye Kristo amefanyika kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Wanadamu watafuta haki katika njia nyingi, hasa kwa kutenda matendo mema, lakini kwako mtoto wa Mungu, kwa kuwa umemwamini Kristo, Kristo amefanyika kwako
ukombozi, utakatifu na haki, na pia yeye ndiye hekima ya Mungu katika maisha yako. Je, kuna popote uwezapo kupata mambo kama haya? La hasha, hakuna sehemu nyingine yoyote uwezayo kupata kama haya, kwa kuwa Mungu amekusudia kwamba kwa imani katika Kristo Yesu, yeyote anayemwamini atapata hekima yake na pia haki yake na utakatifu na kukombolewa katika huyo mwana wake. Ndiposa ndugu yangu, imani katika Kristo si kama imani nyinginezo, kwa kuwa imani katika Kristo ni uhusiano wa moja kwa moja na Mungu aliyemuumba kwa njia ya Kristo mwana wake. Mwamini Bwana Yesu Kristo nawe utabarikiwa maishani mwako, kwa kuwa Kristo yu kila kitu unachohitaji. Kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 31: kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Katika hili tulisomalo hapa ni ufahamu wetu, tena ni jambo lililo wazi kwamba watu wengi wana fahari katika mengi. Lakini je, fahari yako ii katika nani? Waona fahari katika nini? Ni masomo yako au ni mali na utajiri wako? Hakuna afalo mwanadamu kuona fahari kwalo isipokuwa huyo Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Yeye ndiye hitaji lako la milele, na yeye tu ndiye atakuwa pamoja nawe katika maisha haya na hata maisha ya baadaye, kwa kuwa yeye ndiye jana, leo na hata milele. Fahari yako, ndugu msikilizaji, haipo katika taratibu za dini yako au penginepo, bali yafaa kuwa katika Kristo, kwa kuwa yeye ndiye hitaji lako la milele, kama vile nimetangulia kusema. Najua kwamba tangu leo hii utaendelea kujifurahisha katika Bwana na kuwa na fahari katika Bwana, kwa kuwa yeye ndiye amekutendea makuu, na hivyo wastahili kumsifu siku zote. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu utupendaye upeo, anayejishughulisha nasi licha ya kuwa sisi hatukushughulika hata kidogo kumtafuta. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa mafundisho na neno alilopokea kutoka kwako leo hii yatakolea katika maisha yake na kumfanya awe kama vile wataka awe, kwa kuwa amekuamini ewe Mungu uliyemtakasa na kumwokoa. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, kwa kuwa haya nayajua kwamba utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, namshukuru Mungu kwamba haya tuliyojifunza leo hii ni mambo yanayokufaa katika maisha yako, nawe unapoyazingatia yataendelea kukubariki, kwa kuwa mtu aonaye fahari katika Bwana, huyo ni mtu mwenye nguvu, ni mtu ambaye ana tegemeo la milele. Na wewe, kwa kuwa umemwamini Kristo, kati ya hao wanaotegemea huyo mwamba wa kale, mwamba ulio imara. Ubarikiwe sana hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuona yaliyoko kwenye maandiko. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Hapo ndipo twamalizia somo la leo, nikitumai kwamba umebarikiwa. Iwapo wahitaji ufafanuzi zaidi, naomba uwasiliane nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kukaribisha kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 2 ya kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza. Jiandae kwa ajili ya baraka hizo kwa kusoma sehemu hiyo. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.